Unaona ni msafara mkubwa sana. Viongozi mkiwemo Generale Ebwale Hamakombo David ambaye amejiandaa ajili ya kugomboa uwanja wa ndege wa Kavumu, pia kugomboa mji mkuu wa Bukavu, akichangana na wanajeshi wengi sana mkiwemo makanali wengi, mkiwemo meja wengi, mkiwemo hata FRDC. Tunachangana. Angalia namna gani mambo yanaendelea hapa Chivanga, tukiendelea kwa kukimbiza adui ambaye anavamia mji wetu na jimbo letu la Kivu ya Kusini. Na sambamba kabisa, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutufuatilia kwa muda na saa kama hizi. Leo ni tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka wa 2025, ikiwa ni majira ya asubuhi kabisa huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo, ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, uko kwenye uwanja wa vita. Mpendwa msikilizaji, ili endelee kupata habari hizi, hakikisha tu una subscribe channel hii, una comment, lakini pia unasambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, ili na wapate kuzipata habari za nchi, hususan habari za mapambano. Naam, bila shaka natumai yuko salama, na tunasema asante kwa wewe ambaye uko nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo na habari kutoka uko Kavumu, ambako hali ya tahadhari na mvutano mkubwa imeripotiwa Jumapili ya tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2025 katika uwanja wa ndege wa Kavumu ulioko mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wapiganaji wa Kizalendo, wamesema kwamba wako tayari kurejesha udhibiti wa uwanja huo wa ndege ambao kwa sasa unadaiwa kuwa bado uko mikononi mwa waasi wa AFC M23 wanaungwa mkono na Rwanda. Wazalendo hao wamedai kuwa wamejipanga na wamezingira maeneo hayo ya karibu na uwanja wa ndege wa Kavumu, wakiahidi kuchukua tena katika muda mfupi ujao. Hata hivyo, hali katika eneo hilo bado ni ya wasiwasi mkubwa, huku taarifa zikieleza kuwa mivutano na hali ya kutokuwa na uhakika inaendelea kushuhudiwa katika sehemu hizo. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi au mapigano makubwa ambayo yameweza kuripotiwa, lakini hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika eneo la Kavumu kufuatia kile ambacho kinaendelea baada ya wazalendo kujikusanya na kutangaza zarani kuanzisha operesheni ya kurejesha kiwanja hicho cha ndege mikononi mwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unaona ni msafara mkubwa sana. Viongozi mkiwemo Generale Ebwale Hamakombo David ambaye amejiandaa ajili ya kugomboa uwanja wa ndege wa Kavumu, pia kugomboa mji mkuu wa Bukavu, akichangana na wanajeshi wengi sana mkiwemo makanali wengi, mkiwemo meja wengi, mkiwemo hata FRDC. Tunachangana. Angalia namna gani mambo yanaendelea hapa Chivanga, tukiendelea kwa kukimbiza adui ambaye anavamia mji wetu na jimbo letu la Kivu ya Kusini, hata jimbo la Kivu ya Kaskazini. Bwana Hamakombo akinena basi kwenye microphone yenu. Hadi mwisho mpaka tunagomboa province zetu mbili ambazo zimevamiwa na waadui, Sud Kivu na Nord Kivu. Hatutachoka mpaka tunagomboa. Kabla hatuyagomboa, tunahitaji government yetu ya Kongo itunge mkono kwa ugomboa. Najua tuko hapa na colonel wa FRDC, na ndio maana si zote tuko kwa umoja kugomboa nchi yetu. Asante. Na kwa hiyo nakwambia kwamba anaendelea kwa msafara huo ili ajione binafsi namna gani walivyoweza kuuteka site ya Chivanga. Na unaona wa kujigomboa yupo Mipwe 5 Héritier. Na tukitoka uko Kavumu moja kwa moja tujielekeze uko tarafani Fizi
ni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tupate kukuletea matokeo ya mapambano ambayo yameweza kuripotiwa hiyo juzi tarehe 25 Oktoba mwaka wa 2025. Watu 4 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vikali katika mapigano kati ya makundi mawili ya wazalendo huko Misisi pamoja na Kilembwe. Kwa mujibu wa Sami Kalonji Badibanga, msimamizi wa tarafa la Fizi, mapigano hayo yalizuka tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2025 yakihusisha wapiganaji wa Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo CNPCC inayoongozwa naye Kamanda William Amuri Yakutumba na wale wa FABB inayoongozwa naye Kamanda Ngoma Mzito. Vurugu hizo zimeripotiwa katika vijiji vya Misisi, Lulimba, katika kundi la kijamii la Basikasilu sekta ya Nganja, na pia katika Kilembwe eneo la Basimimbi sekta ya Lulenge. Sami Kalonji Badibanga alisema tarafa la Fizi limeamka tarehe 24 Oktoba kwa milio ya risasi. Ameeleza kuwa chanzo cha mapigano hayo ni mvutano kuhusu vizuizi haramu vilivyowekwa ili kutoza wananchi fedha. Huko Misisi, ripoti ya muda imesema watu 4 wamefariki dunia na ngome za kundi la FABB kuchomwa moto. Katika upande wa Kilembwe, mapigano yalisababishwa na kugomea malipo yaliyodaiwa kwa ajili ya kupitisha mifugo yao. Mtu mmoja wa kiraia alijeruhiwa lakini bado yuko hai. Kufuatia hali hiyo, Bwana Kalonji ametoa wito wa umoja kwa makundi yote ya kizalendo VDP, akisema lazima waelekeze nguvu zao kwa ajili ya kupambana na adui na wala si wao kwa wao. Amesema tarafa la Fizi imetoa wito wa amani kwa wazalendo wote wanaotetea nchi. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inashambuliwa na Rwanda. Sehemu ya Fizi inakuwa na mahadui wa Red Tabard pamoja na Ngomino Twirwaneho wakiungwa mkono na M23. Tunapaswa kuelekeza nguvu zetu kukomboa sehemu hii inayokaliwa na mahadui wa taifa letu. Kalonji pia ametambua michango na kujitolea kwa wapiganaji wote wanaopambania uhuru wa mamlaka ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akisema tarafa la Fizi inasamini daima kujitolea kwenu katika kulinda nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wito huu wa amani umetolewa wakati ambapo mivutano ya kijamii na kijeshi ikiongezeka katika mkoa wa Kivu ya Kusini, huku viongozi wa eneo wakijaribu kuhamasisha umoja ndani ya vikundi vya kujilinda. Kilembwe. Kikao cha dharura cha Baraza la Usalama kimeitishwa Jumapili tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2025 na kiongozi wa sekta ya Lulenge Bwana Zawadi Kabandilwa Abambe wa kushirikisha makundi ya wazalendo wa ndani yakiwemo kundi la CNPCC, makundi ya kujilinda autodefense, kikundi cha vijana FABB pamoja na machifu wa jadi wa Basikasengo na Basimbi. Kikao hiki kimeitishwa kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu na kurejesha amani katika makao makuu ya sekta hiyo kufuatia mapigano makali ya risasi yaliyozuka kati ya wapiganaji wa Rad Autodefense na FABB. Chanzo cha mapigano hayo inatajwa kuwa ni kizuizi cha ulipaji kodi haramu kilichowekwa na kundi la Autodefense katika kijiji cha Kabilunga, jambo lililosababisha kutokuelewana baina ya pande hizo mbili. Baada ya juhudi nyingi zilizofanywa na kiongozi wa sekta, Jumapili tarehe 26 Oktoba ameonyesha kwamba hajachoka kutafuta amani na wananchi wake. Kabla ya kuanza kikao cha usalama, kiongozi huyo alitembelea kwanza wagonjwa walioumia katika vurugu za jana Jumamosi waliolazwa katika hospitali ya rufaa ya Kilembwe, ambako alitoa ujumbe wa faraja kwa familia zao na kupongeza wahudumu wa afya kwa kazi yao wanayoifanya kwa kuhudumia wananchi wa Lulenge. Viongozi wa eneo hilo walikaa pamoja mezani kujadili suluhisho la muda na kurejesha hali ya utulivu. Kwa sasa utulivu umeanza kurejea katika mji wa Kilembwe na kiongozi wa sekta ametoa wito kwa wananchi kurejea manyumbani mwao na kuendelea na shughuli zao za kibiashara, shule pamoja na kilimo kama kawaida. Hata hivyo, kutokana na hali ngumu iliyowakuta wakahaji wa eneo hilo,
walilazimika kulala nje kwa hofu ya mapigano na kuacha mali zao manyumbani. Mamlaka ya sekta ya Lulenge inatoa ombi kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa msaada wa dharura kwa wananchi ambao wamekathirika na janga hilo. Kutoka Kilembwe, ripoti hii imetolewa na idara ya mawasiliano ya sekta ya Lulenge. Lakini baada ya mkusanyiko huo uliofanyika huko Kilembwe kwa ajili ya kutafuta suluhisho, kiongozi anayesimamia operesheni wa kundi la Bilozi Bishambuke FABB ameeleza kwamba wao hawako tayari kupambana wenyewe kwa wenyewe, bali wanajua adui ni mmoja ambaye ni Rwanda, na hivyo wanaosambaza habari za kusemea kwamba FABB imeanza mashambulizi dhidi ya makundi mengine ya kizalendo wanapotosha raia na wala hawazungumzi kitu ambacho kipo moyoni mwao. Na pia amesema kwamba FABB haipo kwenye mzozo na kundi lolote la kizalendo. Huyu hapa, msikilize. Ni chef G3 chargé des opérations wa FABB Biloze Bishambuke. Naitwa kwa jina la John Korsen Rufa de Rufa. Hapa leo tunapatikana hapa Kote Mabanga, ila tulikuwa na programu ya kwenda kukikao pa Baraka. Sisi tunatoka Kufrokimete, ila tulipokuwa siku yenye tulikuwa tunahitaji kuingia kwenye kikao Baraka, tukakuwa sikia vurugu ya Makamba inatoka nyuma yetu. Ikatubidi tushuke ili tukuje achanisha ile vurugu au ile vita ambayo inakuja ni vita ya Makamba. Na sisi FABB Biloze Bishambuke hatuna vita na SNPCC, au sisi Wafuleru hatuna vita na Wabembe au engine kabila yoyote. Hatuna ile vita kabisa. Mwenye ataleta ile vita ni vita yake ya kibazimu. Haiko vita yenye FABB inaweza angaje eti tupigane ile vita, hapana. Sisi tunakuja huko kwa ajili ya kuachanisha tu. Tunachunga delegation ifike, kisha tunaingia pale Misisi kwa kutengeneza ile mambo juu. Huku nyuma tunaacha ni population yetu iendeleshe maaktivite zabo. Kila mtu yoyote, kabila yoyote ijisikie huru kwa kazi yake yote ambayo iko inafanya. Mtu asiogope aseme kuko vita Mubembe na Mfulero, hakuna. Tunaikatala sisi FABB, tunakatala, hatuna na ile mulengo. Malengo yetu ni ya kufata adui ambaye iko Rugezi, Minembwe, Tika Manyola. Ndio vita ambayo tuko nayo. Mshangao tu ile kukamata population. Mambo ya wajeshi, kama mtu anafanya kosa ni mtu yeye peke, ni lazima ule mtu afuatiliwe na sheria. Baada ya kumfuatilia, sheria iko, ule mtu anahukumiwa kadiri na makosa yake. Sio makosa ya mtu moja sisi sote au ichonganishe watu. Kosa ya mtu ingie kwa watu wote, hapana. Kosa ni ya mtu, ni lazima ifuatiliwe kwa wenye sheria. Neno ya muhimu, population yote ijisikie huru. Hakuna vita ya Mubembe na Mfuleru, na serikali au sisi wasoda wanajeshi tuache warahia wawe huru. Tunasikia tu hapa tuko kama watu wiko wanakamatiwa Misisi juu mtu ni Mfuleru, mtu anakamatiwa anaenda fungiwa ijapo hakukuwa mwele dossier. Mangombe inakamatiwa, atujue kama sisi tulisikia kama ni vita ambavyo ilikuwa ni ya kutosha Makamba, na ni ile decision kutosha Makamba sisi sote tulisaini, tukasinyia kwamba Makamba zote zitoke zote, na ule mwenye anajipiga kifua kusema yeye hatatosha wakati sisi sote tulishasinye. Ule mtu tutafuatilia kwa sheria, ila wengine wote wawe na amani kwa kazi zao, na Mungu atubariki kwa kazi ambazo tutafanya. Asante. Baada ya vurugu hizo za wazalendo kurumbana wenyewe kwa wenyewe na kusababisha vifo pamoja na majeruhi huko tarafani Fizi,
Mheshimiwa Andre Byadunia akiwa ni leader wa kijamii kutoka kwa Uvira ameonya kwa ukali na kwa huzuni matukio hayo na kusemea kwamba ni vema wazalendo kutambua kipindi ambacho hapo kwa sasa ni kipindi kigumu cha kuweza kuangalia ni kipi cha kufanya kwa ajili ya kuweza kukomboa nchi na wala si kupambana wenyewe kwa wenyewe. Ujumbe wake mzito huu hapa, usikilize. Inaitwa Andre Byadunia, ni notable wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa upekee Sud Kivu. Ninakuja kufanya interpellation lakini nikiwa na machozi mengi sana ndani ya moyo wangu. Hiyo machozi inatokana na hali ambayo nimesikia kuanzia tariki 24 na 25 ya mwezi wa 10 hii ambayo tunakuwa nayo juzi hapa. Huzuni yangu ni kubwa kwa kuona vijana ambao wanakuwa katikati ya Misisi na Lulimba waliokubali kumshindikiza mzee Ngoma Nzito kama responsable wa forces armées Biloze Bishambuke, waliokubali kumshindikiza mzee ya Kutumba kama responsable wa CNPSC, na waliokubali kuwashindikiza waansie combattant ambao wanaongozwa na Bwana Nakage, kwamba tunakamata silaha kukataa nchi yetu isikatwe na Wanyarwanda, tunakataa agression rwandaise. Na wale wazee wakawakaribisha wakasema twende pamoja. Lakini wakati wale wazee wako concentrate pamoja, wako ngambo ya Rugezi, wengine wako hapo upande wa Misisi, wengine wako upande wa Luvungi, wanajeshi ambao mmekubali kwenda kututetea sisi au prix de votre sang, au prix de votre dernier sacrifice, maisha yenu, leo mnageuziana silaha nyinyi kwa nyinyi. CNPSC apige FABB, FABB apige CNPSC, CNPSC apige naka batu ya ancien combattant, ancien combattant apige CNPSC. Ni haya na ni aibu. Ni haya na ni aibu. Ndio maana bila kwenda parler de la prière, nimekuja kuinterpelea hawa wazee watatu. Mzee ya Kutumba, uko doyen mwa hivi vitu. Mzee Ngoma Nzito, uko chevrono na jua vita. Sawa sawa na gisi mzee ya Kutumba najua vita, sawa shapigana vita nyingi. Mzee Nakage najua vita. Vita hakuna vita Misisi. Misisi ni centre commercial, Lulimba ni fasi ambao watu wanafanya biashara, haiko fasi ya kwenda kupigania masasi. Na objectif ambayo imewafanya kukamata silaha haiko hiyo. Objectif ya wenyewe kukamata silaha ni kwamba tukatae uvamizi wa Rwanda na community international kwa nchi yetu. Na mwambie wanajeshi wetu ambao wanakuwa mwa ile eneo watie mituto ya bunduki chini, wasigeuziane. Itakuwa haya kwetu sisi kusikia tumeresiste depuis Fevrier, adui hajafika Fizi, hajafika Uvira, tunageuziana leo mtuto wa bunduki, tunatafuta kuuana wenyewe kwa wenyewe. Ni aibu. Ndio maana nakuja na machozi kuja kuwalilia, napiga magoti mumikulu yenu kuambia kwamba mtusaidie, mwambie hawa vijana watie silaha chini. Kweli najua kwamba umetuma delegation ambayo imeenda tangu jana samedi, imeondoka imeenda huko kwenda kusikilizisha hawa watu, na muinsiste na walioenda washindikizwe na roho wa Mungu wawasikilizisha hawa watu, waache kupigana masasi. Adui haiko Kamanyola, adui iko Minembwe, kwenye wale watu kwa nao walisema bao wanatumika na AFC M23. Mimi sisi hakuna adui. Mkuye twende Katogota na Kamanyola, twende turenforce wengine liko ku front kule, hakuna vita. Hatutaki kusikia tena mmefungua bunduki mnapigana masasi wenyewe kwa wenyewe. Hatutaki. Kuplen de la Ruzizi hatutaki tena kusikia mnasimamisha batu magari, mushi iko wapi, planche iko wapi. Hayo mambo hatuyataki. Acheni watu, kwa sababu watu ndio baraka zenu. Watu ndio wanawaombea Mungu. Kama mnaenda kufuru mnarudia, watu ndio baraka zenu. Msiwanyanyase watu. Acheni watu wafanye kazi kwa amani. Wafuliru ambao wako pale Misisi wasijisikie mwensekirite kwamba Wabembe wanawavamia. Nataka kupresize kwamba hii si vita ya Mubembe na Mfuliru. Hii ni vita ya watu ambao wanakuwa na silaha. CNPSC, FABB na ancien combattant. Lakini haiko kati ya Mfuliru na Muvira, kati ya Mbembe na Mfuliru. Hapana. Tunakataa hiyo.
Tunakataa msilete mambo ya makabila kati ya mambo ambayo tunakuwa nayo. Ingine ni tuko na tushinda kumaliza, msituongezee mengine. Hatutaki. Hakuna Mubembe bila Mfuliru, hakuna Mfuliru bila Mubembe. Hakuna Murega bila Mushi, hakuna Mushi bila Murega. Hakuna Mfuliru bila Munyindu, hakuna Munyindu bila Mfuliru. Hakuna Muvira bila Mfuliru, hakuna Mfuliru bila Muvira. Sote ni watoto wa baba moja na tunachangia nchi moja. Hakuna mtu atatoa mwenzake kubulongo. Mambo ya mabariere isikuwe source ya conflict. Mambo ya mabariere isikuwe source ya kuleta ukabila kati yetu. Tunakataa, tunapiga mikono, tunasema tunakataa, tunapiga magoti mbele hilo, tunasema mwambie watoto batie mtuto wa silaha chini ya budongo, basi geuziane. Hatutaki. Interpellation yangu ya mwisho ni kwa wale ambao wanashika silaha ule upande. Muache wafanya biashara, kwa sababu kuna wengi wanalia, Wafuliru tumeshanyang'anywa ng'ombe zetu na Wabembe. Nasema si Wabembe wamewanyang'anya. Waliowanyang'anya ni watu ambao wanashika silaha. Wabembe hapana. Muevite kukuwa na globalize na kugeneralize. Na pia wale ambao wanashika silaha, acheni watu wafanye biashara zao kama kawaida. Ng'ombe hazikukamata bunduki kuwapiga. Biashara mautika hazikukamata bunduki kuwapiga. Acheni wafanya biashara Wafuliru, Wavira, Wanyindu, Washi, Warega wafanye kazi zao kama kawaida. Mambo yenu ya mabunduki tunasema iishe, ikome, hatutaki tena kuisikia. Kwa sababu adui atatucheka, atasema kwamba hatuko organize, alors que tulisha defie ule adui. Leo kama ni demo ya kitusi, kama ni demo ya agression ambayo inakuja kutuchonganisha, watu wote ambao wanajua kwamba wanaombaga Mungu wapige magoti waombe vijana wetu. Hatutaki tena kusikia haya mambo. Leo natuma hii audio ni tariki 26. Leo ni dimanche Oktobre 2025. Nataka kusikia amani imerudia mwa ile eneo. Mnakula chungu moja, mnapanga plan ya vita pamoja, na mnaenda kumpiga adui Katogota na huko Maminembwe mkio kwa umoja. Hatutaki kusikia haba na bale, hatutaki. Ila hatuna nayo bezwe. Tuko na bezwe ya unite ya komandoma ya wazalendo kwa kupiga adui ambaye amekuja kuagrese nchi yetu. Mengine hayatuhusu. Mfunge masefe zenu za mabunduki, musikie namna gani mzee ya Kutumba, mzee Ngoma Nzito na mzee Nakage watawaambia, ili tulete amani. Adui ni umoja tu. Ni Mnyarwanda ambaye amevamia nchi yetu. Bien sûr iko na complicité ya watoto wetu Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, Warega, sijui wa nani wako mubali. Wachieni wakati, muda wao utakwisha tu. Lakini muache wenye mko yemo kule upande wa pili. Acheni watu wafanye kazi, acheni watu wafanye biashara, na nyinyi fungeni sefe zenu ili tulale na amani na tujue namna gani adui atakuja. Tufanye komandema moja ambayo itatusaidia namna gani tunaweza kupiga adui. Na sasa moja kwa moja jielekeze kwenye Sauti ya Mwananchi. Ni moja kati ya kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kuweza kutoa maoni yako kama Mkongomani kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na sikia leo kwenye Sauti ya Mwananchi tunamwalika moja kwa moja Munga Amuri kutoka huko uhamishoni wa Marekani. Sijui na unazungumza nini kuhusiana na hali ya vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tafadhali karibu kwenye microphone, karibu kujiunga nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Jambo ndugu mtangazaji wa Radio Aman TV. Mimi nimeshukuru sana kupata fursa kama na hii kutoa maoni yangu kulingana na hali inayopitikana huko nyumbani, hususani huko tarafani Fizi. Kwa majina naitwa Munga Amuri. Naishi katika nchi ya 3 huko Marekani. Kuja kwangu kutoa maoni ni mshangao na ni shida kubwa na ni huzuni sana ambao tunayoona kinachoendelea sasa hivi kwenye hali hii ambayo inapitikana huko, makundi mawili kuanza kupigana na kuanza kupoteza watu, na wakati tuko katika hali ngumu. Ni shida sana. Mimi kama mimi inaniuma sana, kwa sababu na inauma kila Mkongomani, inauma kila mtu yoyote aliyoko nje, hata pia aliyoko ndani ya Kongo, kwa sababu bado vita tuko navyo mezani.
bado shida haijatutoka katika macho yetu, leo tumeanza kugeuziana mtutu wa bunduki, kumalizana sisi kwa sisi. Watu labda wanaanza wakaviona kama ni vitu vidogo, au yale makundi au watu wengine wakaona kama tutakaa chini tutamaliza, lakini kuna watu watapotea hapo. Kuna watu watabaki na konfli na wakaanza kukumbuka vile vilivyopitaga enzi za hapo nyuma. Sasa itakuwa ni shida, watu hawataelewana. Hata kama vitasuluhishwa, lakini vitabaki katika mioyo ya watu. Ila mimi nimekuja kutoa maoni yangu kulingana na hiyo hali. Kwa upande wangu na mtazamo wangu, nimeona shida yote ambayo inatokea ni kulingana na makordo au wanaosimamia wazalendo kuto kujua wajibu wa kazi wanaoifanya kwa ajili ya kuendeleza kusimamia hizo kundi. Mtu yeyote akimiliki silaha, kuanza huko hata huku, hauwezi ukasema naye ukamchafua mara mbili, hajajivunia alichonacho mkononi. Kila chochote mipango itakaopangwa na makundi ya wazalendo, wasimamizi ndo wawe wawakilishi kufanya hayo mambo na ipate suluhisho. Lakini unamtuma askari kwamba uende unavunja makamba. Isitoshe, tukiangalia hapa nyuma, ndugu zangu, mimi ni Mbembe, tena nimesema hivi, katika hali ambao watu wako nao zaidi sana wazalendo ni watu ambao wana njaa sana mahala walipo. Mahala panapokaa vijana 50, 200 ni nafasi ambapo panahitajika posho ya kutosha. Na hapo hizo kamba ambazo zimewekwa ni kweli zinasumbua watu, lakini tuangalie pia na tumbo zao watu waliojitolea. Tuangalie hichi kitu. Wamejitolea, lakini misaada imekuwa midogo sana. Na watu wanahitaji kula usiku na mchana. Sasa mumepangaje kulingana na tumbo zao? Kwa sababu tumbo ndo maana wanaweka hizo kamba. Na kama mumeona kweli wamesumbua raia, ni mipango hipi ambazo nyinyi kordo mmekutana, nyinyi kwa makundi yote ya wazalendo wa kordo wote mkakutana mkapanga juu ya kula kwao? Ndo jambo la kwanza ngumu ambalo inatakiwa watu walikalie chini kwa makini sana. Kwa sababu msipojua tumbo zao, kamba hazitoisha na vurugu haitoisha, na wengine wanaanza wakasarenda wakatoka katika kazi ya kizalendo kulingana njaa. Labda hizo kamba ndo zinawafanya wanunue kasabuni, zinawafanya wapate chakula, maandazi ya kuwa natafuna. Sasa kama mumeamua kutoa hizo kamba, mulikaa aje vikao vyenu na mkapata suluhisho na mkajua kwamba hizi kamba kama zinawasumbua wananchi, chanzo ni nini cha hao makamba kuwa mengi na kuanza kutoza hela? Chanzo ni nini? Inabidi mkae chini na makundi muongee, mjue tatizo ni nini. Je, ni njaa? Kweli ni njaa, sawa, tumeona ni njaa, lakini njaa inasumbua wananchi pia, kwa sababu sisi tumesimama kwa ajili ya kulinda raia. Leo hizi kamba zinawatesa watu, hawana makazi, watu wanahangaika, lakini watu wanaanza kulalamika. Ni kweli, tukae chini, mwanze sasa kupanga, kuanza kuangalia watu wanaofanya makazi, kuanza mtu wa degree ya kwanza hadi ya mwisho. Mfano, kuanza watu wanaoroa maekipe, mikwabo, nini, hiyo posho lazima wawe natoa. Tukienda kwa maso, wale maengineer, wale wafundi, wakipata tenda, mnatembea kila kijiji, mnaorozesha kazi zozote zile wanatoa, kwa sababu ni kipindi chetu kigumu, na sisi ambao tuna nafasi kidogo inabidi kuwasaidia wale ambao wamejitolea, kwa sababu wakiwa kule porini hawana nafasi yoyote ya kufanya kazi kwa ajili ya kipato chao. Isitoshe wameacha familia, wataishi vipi huku? Mawazo yao watatulia vipi mahala walipo? Kwa hiyo inabidi watu wakae chini kuanza kutafuta njia ya ulaji wao, maana vijana ni wengi. Na kama mmefanya hivyo, mmekaa chini mkapanga jinsi ya wao watakavyokizi mahitaji na vikashindikana, hiyo ni kazi yenu tena nyinyi wakubwa kukaa chini. Na kitu kingine ambacho sisi wananchi ambao tunajiuliza,
kama upande wangu mimi nikitafakari, kweli politiki hatuijui, lakini kile kinachoonekana ni kitu ambacho watu wanaanza kakizungumzia. Leo hii tunajua kuko front mbili, ya huko Kamanyola na huku milimani, huko upande wa Minembwe na wapi. Sasa ukiangalia wazalendo walioko huku chini ni wengi sana, ni wengi sana. Sasa ukiangalia objectif ya mzalendo kushika silaha ni kama imepotea kwenye uso wa dunia. Imepotea kwa sababu gani? Kuna kuaga zile niseme kwamba determination, kwamba tumeshika silaha juu ya kututafutia amani wenyewe. Kwa hiyo tutapigana mpaka amani tuipate kwa hali na mali. Tufanyaje? Tuanze kupigana. Sasa Wangobino wako hapo miaka na miaka. Wazalendo ni watu ambao sasa hivi nguvu zao walizonazo ni za kutisha dunia, ambao walioko huko Kamanyola wamesimamisha taifa na mataifa huko, misaada kutoka Ulaya wapi na wapi wamesimamisha. Sasa wote wazalendo ambao wamejaa katika hii yote milima pale, kufanya effort, muungane, kamba zote hizo muzivunje, muweke kundi moja, wote waende wakae hapo karibu na mapambano, kundi mbele, kundi moja mbele, kundi lingine nyuma. Wao wanagomboza, hao wakipigana, hao ingine kundi inaingia juu ya kutafuta amani ya kudumu. Wakimaliza, wakishika Minembwe, alafu nguvu zote watu wote waelekee kuangalia wapi? Kule Katogota. Hiyo inakuwa imeisha, tumeishana upande wa huku, tumeisha. Tunaangalia sasa kule sisi. Lakini wazalendo na wenyewe mmeingia kwenye siasa ambayo itawasababishia kuchukiana usiku na mchana, maana objective ya uzalendo mmeipoteza. Mmeanza kukubali kushikwa na siasa ya nchi. Hiyo itakuwa ni shida, maana mtakaa hapo, hamtakuwa na ile nafasi ya kusema kwamba tunakwenda kumaliza vita. Mtakuwa hapo mnaumana kwa sababu ni nyinyi hamna misaada. Misaada yenu nyinyi mnaangalia kwa wananchi, na wananchi wenyewe nao wanakuwa hawana makazi ya kutosha kukizi mahitaji ya familia na kukizi mahitaji yenu. Kwa hiyo mtakuwa mnagombana vita na vita isha, maana vita vya tumbo ni shida. Mpaka ipate chanzo au vyanzo vya kusababisha watu wao wanapata chakula cha kudumu. Maana mzalendo akipata chakula cha kudumu, sijui kama mzalendo na yeye anaanza kawa na hizo kamba zote. Sijui. Mimi kama upande wangu mimi silaumu hizo kamba, lakini naangalia jinsi organization zenu umeziorganize vibaya. Kama ndugu apata Lora amesema huko katika Voice, yeye yuko Marekani, na huko Marekani sisi tupo wengi wa kutosha. Ambondo vijana wamejaa, wamama wako tayari kutoa hela, lakini organization hazipo. Tungeomba makundi yanayomiliki silaha huko nyumbani, wazee wa vijiji wakae chini na watu walioko huku Marekani. Mkae chini kwa vikao, wahamasishane au tuhamasishane, watu waanze toa michango iwakute huko. Sio tena ile ya kupapasa, tuinuke tutoe michango ile ya kutosha, maana huku watu wana uwezo wa kulisha hayo makundi. Uwezo upo, lakini organization ndio hazipo. Na nafasi yoyote mkiinuka watu 500, organization ikishindwa, hata mna nguvu ya aina gani hamtaweza. Maana kuna maneno yatapita hapo ambayo itasababisha mkavurugana usiku na mchana. Kwa hiyo ningeomba kwa upande wenu nyinyi wa Kordo, maana hii shida wazalendo kupigana wao kwa wao inazidi kushamiri, inazidi kuendelea, lakini mnalalamika tu kwenye media, lakini hamna ushawishi wa kumaliza hiyo migogoro. Na migogoro mikubwa inayoleta hiyo shida ni njaa, maana hazitoisha, hizo kamba hazitoisha. Na kama zitaisha, mtakuwa mmekaa chini na mkapata suluhisho ya kudumu. Kwa hiyo ningeomba sana kwa viongozi walioko nje ya nchi kama huku Marekani, walioko Australia, Canada na sehemu zingine, ili swala linatuhusu sisi wote. Hizo kamba, tukijua kamba zinawekwa, wanatoza hela, ni hela ambazo zinakizi mahitaji yao, ni tumbo ndo wanapigania. Na kama kuko conflict zingine za kupita hapo nyuma,
basi nyinyi viongozi mkae chini mumalize hiyo hali, kwa sababu huko mmewaachia watu waanze sasa wewe unayemiliki silaha hauwezi kaenda ukampokonya mwenzako au ukamfukuza kwa hivi hivi tu na akakusikiliza. Hiyo ni shida, maana ile silaha ni kama iwe inapeleka utu wa mtu, inabeba nafasi ya utu wa mtu. Kwa hiyo yeye anaona kama huyu hawezi akanionea na mimi na wakati na kitu hapa, kwa hiyo inabidi nijitetee. Yeye akijitetea shida inaingia, na ndio hii ambayo tunaiona kwa sasa. Kwa hiyo tungeomba wakuu wa viongozi wote wa Wabondo walioko huku Marekani na sehemu zingine, tumesahau ile hali ya nyumbani. Watu walikuwa wamejitoa mbele, lakini kuona wazalendo nao wameenda kubweteka, wataki kupigana kule Katogota na wapi kama Katogota kama hapo nani, watu wakaanza kuona kama wazalendo nao wameingia kwenye siasa. Hiyo siasa wamekubali kuenda na siasa ya nchi, watu wakaanza kuregea kutoa misaada. Naam, tunasema shukrani za dhati ziende kwako ambao ulikuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Shukrani kwa yote ambao aliweza kuhusika kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili wengine wapate kutupata kama kawaida. Hii ni Amani TV Media, tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia ulimwengu mzima. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Kwaheri.